Mchungaji wa giza. Katika mji mdogo wa Mwangaza, kulikuwa na kanisa lililojulikana kwa miujiza ya ajabu. Mchungaji wake, Nabii Yohana, alihubiri kwa sauti yenye mamlaka, akiwaponya walemavu, vipofu, na hata waliodhaniwa kuwa wamekufa wakifufuka. Umaarufu wake ulienea mbali, na watu kutoka vijiji vya jirani walifurika kila Jumapili wakitafuta uponyaji na baraka. Kila ibada ilikuwa na jambo la kushangaza. Watu waliokuwa wamepooza walitembea, vipofu waliona, na hata waliokuwa na vidonda sugu walipona papo hapo. Watu walijawa na hofu na mshangao, wakiamini kuwa Nabii Yohana alikuwa kweli mtumishi wa Mungu mwenye nguvu zisizo za kawaida. Lakini nyuma ya pazia, kulikuwa na giza zito ambalo hakuna aliyelijua. Miongoni mwa waumini waaminifu, kulikuwa na mama mmoja mcha Mungu aitwaye Bi Helena. Alikuwa amehudhuria ibada kwa miaka 2 mfululizo, akishuhudia miujiza mingi. Lakini kadri siku zilivyopita, alianza kuona jambo lisilo la kawaida. Kila Jumapili, wagonjwa waliokuwa wanakuja kuombewa walikuwa tofauti. Hakukuwa na mgonjwa wa zamani aliyerudi kutoa ushuhuda wa maisha yake baada ya kuponywa. Hii ilimshangaza kwa sababu alitegemea kuona angalau mmoja wao akiendelea kuja kanisani baada ya uponyaji wake. Siku moja baada ya ibada, Bi Helena aliamua kuzungumza na mmoja wa wale walioponywa muda mfupi uliopita. Alikuwa ni kijana aliyedai kuwa kipofu kwa miaka mingi, lakini baada ya kuombewa, aliweza kuona tena. Alimsogelea kwa upole na kumwambia, "Mwanangu, hakika Mungu ni mwema. Ninafurahi kuona kuwa umeponywa. Je, unaishi wapi?" Kijana huyo alionekana kushtuka kwa muda mfupi, kisha akasema, "Mama, nina haraka. Nitakuona ibada ijayo." Kisha akatoweka haraka. Hili lilimshangaza Bi Helena. Akajipa moyo na kuamua kufuatilia zaidi. Je, Bi Helena atagundua nini? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya hadithi yetu ya mchungaji wa giza.